hii habari anasema ya kwamba sababu ambayo baba wetu alionelea ni vyema aweze kuipeana ni diposa iwe mwanga wa kuongoza watu wa baba wetu. Kwa sababu ukienda katika Wathesalonike mahali pengine, Paulo na yeye alikuwa akisema ya kwamba sisi hatumo gizani, sisi ambao ni wa Masihi hatumo gizani, ya kwamba siku ya Bwana iweze kutujilia hivi kama mwizi. Amen. Watu wa Masihi si watu wa kukaa gizani. Atirelea makai kwa mwathani nugo mundu areka atia aliyelipa, ndio hivyo ndivyo tunavyoambiwa. So tukisoma hii tulisema ya kwamba ni saa yetu ambayo inatuongoza. So si utaenda kuangalia hapo kama utakuwa interested kujua more than that. Tuliweza kuanzia kitabu cha Danieli 2, tumemaliza Danieli 2, tumeenda Danieli 7 na tunaelekea katika tamati ya Danieli 7. Na tulifika wapi? Bado tuko kwa huu mnyama. Bado tuko hapa. Hapa tulisoma na tukasema kama jinsi Danieli aliweza kuangalia, na wacha ni quote sahihi sababu ya watu wa mwiki. Tukisema mnyama, kisoma hapa Danieli 7, tunasema kuhusu ufalme. Kwa hivyo tukisema mnyama, huyo ni mmoja wapo wa wale Danieli katika maono yake ambayo alikuwa akipewa habari na baba wetu wa mbinguni, aliona mnyama ambaye alikaa hivi. Na hakuwa huyo exactly, but yule ambaye ameweza kutupea hii picha alienda akasoma Danieli 7, akaenda akichora bila anasikia mnyama anakaa. Na akasema ya kwamba alistaajabishwa sana na huu mnyama, kwa sababu hakuangalia hao wanyama wengine sana, kwa sababu walikuwa ni wanyama, lakini huyu hakupata kupewa jina kwa sababu hakuweza kuelewa, na aliona akiwa na mambo mengi sana. Kwa sababu la kwanza, aliona akiwa na pembe 10 katika kichwa chake na alikuwa na meno ya chuma. Na pia akasema ya kwamba mnyama huu, tukisema mnyama tunasema ufalme huu ulikuwa na nguvu sana katika dunia na uliweza kufinya watu wengi sana. Kienda usome hapo utasikia hivyo. Tukitoka hapo ukasema ya kwamba huu ni ufalme wa 4 wa kidunia ambao uliweza kuanzia mwaka wa 31 BC, na hata wa leo huo ufalme ambao ni ufalme wa Kirumi ndio bado unafanya nini? Unaendelea. Ndiposa tukadwell sana hapa, kwa sababu Danieli pia aliweza kunena na yule malaika ambaye alimletea hii habari. Akasema ya kwamba alienda karibu naye na akamuomba habari zaidi ambazo zinahusu mnyama mgani, ama ambazo zinahusu ufalme huu wa 4 wa dunia. So tukawa tukiangalia sana na tumekuwa tukiangalia, tukaona ya kwamba katika ufalme huu Mwokozi wetu alizaliwa katika ufalme gani huu? Si mnakumbuka ukisoma katika Mathayo chapter 2 utapata zilikuwa nyakati za mfalme Herode, na nyakati hizo ndizo Mwokozi wetu alizaliwa. Tukasema ya kwamba tunasoma katika Luka 2 mstari wa 52, inasema ya kwamba atenea kuona akiashi agikura akinenehaga akiokegaga akiendagwo. So akakuwa mkubwa kwa sababu kulikuwa na kusudi ya Mwokozi wetu kukuja katika dunia katika hali ya mwili. Akakuja akakuwa mkubwa na akabatizwa. Tukasema hiyo unaweza soma katika waraka wa Yohana chapter ya the whole book of John, ndio the witness. Kwani Kiswahili yangu imeisha haraka. Shahidi ambaye amenakili habari za siku za Masihi in details zaidi. So ukisoma kitabu cha John itakupea more insight za vile Masihi aliishi hapa. So after that years si alibatizwa. Akaanza ministry ambayo ni kanisa ambayo tunaitanga the New Testament Church, ambayo ndio tuko sisi, si ndio? So alipoianza hii kanisa ikakuwa na nguvu sana, na nyakati za miaka 3 akawa amemaliza kazi yake ambayo alikuwa amekuja kuitenda hapa duniani, na akaweza kuondoka na akarudi juu mbinguni. Kitabu cha Mitume 1 ukisoma mstari wa
7 na mstari wa 5 uendelee hapo hadi mstari wa 10. Nakwambia kwamba walikuwa wakitazama pale na Masihi akaweza kuinuliwa na akapokelewa na wingu. Nao malaika wakawaambia wasikae wakitazama, kwa sababu hivi ambavyo amechukuliwa atarudi tena hapa duniani. After that aliacha mitume 12 ambao ndio walianza kanisa ama waliendeleza kanisa kutoka wakati wa Masihi, na hiyo nyakati ikawa ikifanya nini? Ikiendelea vizuri. Lakini huu ufalme, serikali hii ya Kirumi, na mkumbuke ya kwamba capital city yake tulisema iko wapi? Iko Rome. Silikuwa Rome. Na mkumbuke huko ndiko Paul alikuwa amehubiri. Ni mojawapo ya kule kulikuwa na kanisa. Kulikuwa na kanisa kama hili huko Rumi, si ndio? Na kulikuwa na serikali ya Kirumi. So, hii serikali ikawa ikighadhabika sana na jinsi dini inaendelea katika nchi yao. Na kwa sababu ni wao walikuwa na mamlaka na ilikuwa a universal kingdom, waliweza kuua hao mitume wote. Na tuko na akaunti ya mitume kama 2 ambao waliweza kuuliwa huko. Mmoja ni nani? Mwenye tulisema alisulubishwa akiwa upside down. Petro aliuliwa Rumi, na huyu mwingine hapana, huyo hakuuliwa huko. Paul ni alipelekwa kesi kule, si ndio? So kanisa ikawa ikikuja sasa ikiendelea, na tumekuwa tukiendelea. Hiyo nimeguza ikiwa lika kwa sababu ya wale ambao tuko nao wasihangu sana leo, si ndio? So tukasema ya kwamba tumekuwa na centuries ambazo zimekuwa zikiendelea, ambazo tunaweza trace down na tuone ni wapi hii kazi mbaya iliweza kufanyika na ilikuwa ikifanyika kwa jinsi gani. Tukasema ya kwamba after that kulinuka an opposition ambayo tulisema ukienda katika historia inaitwa the Great Apostasy. Mwanita hau? The Great Apostasy. Hiyo ni hali ya kuinuka kinyume na neno la Baba wetu ambayo ilikuwemo na iliweza kuongozwa na serikali hii ya Kirumi. So tukasema ya kwamba ukitaka kuwini mtu, nikitaka kukuwini, what do I do? I befriend you, si ndio? Nikitaka kukuwini lazima kwanza nikuwe rafiki yako. Ndiposa sasa after hapo nitaanza inaitwa manipulation. Pole mpaka dakika ya mwisho ukuwe wewe ni wako. So serikali ya Kirumi ilifanya jambo la aina hiyo. So wale ambao waliachwa katika historia, mkumbuke ya kwamba wale ambao walianza kanisa ambao ni mitume, si hata leo tumeguziwa hiyo na mchungaji. Na I think kudisha hili sira hapa mzuri sana, si ndio? Najua sira hapa mzuri sana. Ni mzuri ya kufanya mtu akaya wiki, si ndio? So tuliguziwa leo tukaambiwa ya kwamba mitume walikuwa wakiuza mali yao, si ndio? So in that time, the first century, the church was so poor. Kanisa ilikuwa very poor. Na hao watu walikuwa wamefilisika sana kwa sababu walikuwa wale ambao waliachwa kwao, unasikia ni kuuza, walikuwa wameuza mali yao. So wenye waliachwa hapa sasa walikuwa ni watu wa kiwango cha chini sana. Na upande ule mwingine tuko na serikali ya Kirumi. So it betrayed the church. Kwa sababu leo I think leo tunapatanga fununo ya kanisa Rumi. Unaona kama tunasikianga kuna fununo ya kanisa iko Philippines, Australia, Arabia, Asia. Lakini Rome tunasikianga. So what do you think happened kwa kanisa nilipandwa na Paul? Ilikuwa part ya kukua bifreted. Ilipanda kukua a compromised church. So hiyo tunaongea kuhusu, tushapita first century, tumeingia second century, na hapo ndipo wakati waliletwa karibu sana na wakaanza kuonyesha kwamba unaweza anza kupata, si lazima mkae kama mmefilisika.
So in that church, na kuna mahali tunasomanga na tunasikia kwamba ati hakinere tumaga ando moreki Maitho. tunasomanga hivyo. So wale walipewa kitu na mkono moja na ile mkono ingine wakapokea kitu ingine. So kutoka hapo ndipo tulianza mambo na watu wa Ruiru, na tukasema ya kwamba mambo mengi ambayo tunaona leo yaliingilia hapo. Tukasema ya kwamba mafunzo chafu na mafunzo ambayo si ya neno la Baba wetu, ambayo haiko imehubiriwa na Mwokozi na manabii na hata wale waliacho ambao ni mitume hawakuweza kuhubiri neno la aina hiyo, ikaingia katika kanisa. Moja wapo ilikuwa gani? Leo tuko na ubatizo, si ndio? Katika dunia hii kuna ubatizo mara ngapi? Mingi. Sisi tutaenda gani? Tutaenda baptism by immersion, kwa sababu hiyo ndio imefunzwa katika Biblia. Lakini kwa hawa walijua kitu moja, na hiyo ndio tulisema yes, tunafaa kuiangalia sana. That mtu akikuja kwa baptism, kuna hatua zingine ambazo anaambiwa akuwa amepitia. Mrumi akajua hivyo, akajua badala wakuwe wanapitia, nitaleta ubatizo wa watoto. Ni nini ameondoa hapo? Ameondoa repentance. Tulisema hivyo, si ndio? So akajua hata ukienda hata ufanye ubatizo ya aina gani na haujatubu, hiyo si ubatizo. So akaleta ya kwamba ni vizuri hata mtoto kubatizwa. Na nakumbuka nikiwa mtoto niliweza kubatizwa kule, kwa sababu katika nyakati zile ndizo babangu alikuwa akisikia neno, na nilipobatizwa hakurudi huko, na niambianga hakurudi tena, kwa sababu alikuwa amekwisha kusikia neno, lakini sababu ubatizo ilikuwa imepangwa akaenda. So mimi nimemwagiliwa maji, sijui niliambiwa alikuwa anaitwa Father Guiri, alikuwa mzungu. So nikikuja nikiwa mkubwa, nikiambiwa nimebatizwa, do I even know what happened? Did I even repent? So sinaona vile giza ilianza kuingizwa. So mambo mengi sana ikaingizwa hapo. So tulisema kulikuwa na ubatizo wa watoto. Kuna jambo lingine ambalo liliweza kuingia, ambalo ni hali ya uabudu wa sana. Unajua mambo haya yalikuwa yakitekelezwa na mataifa, lakini ikaanza ku-creep in the church pole. So kukaanza kuletwa hali ya uabudu wa sanamu, na as we go by tutakuja tukiona vile haya mambo yalikuwa yana transform diposa, na you bear me witness hata leo. Ukiangalia kanisa letu leo na uangalie back in the year ulibatizwa na mtu gani, utasema ya kwamba zile nyakati kuna mambo tulikuwa tunafanya na leo hatufanyi, kwa sababu kwa doctrine hivyo ndio kunaendanga, na shetani hawezi kubali kuleta kitu once. Anakuja na tulisema inaitwa silent. Oka anagasindano kaihorete dawa aikitie ke muhuko au kao kutoka ina agatambia kama gasokia sindano ke. Tumeelewana hapo ama nimeongea lugha mzito sana? So nimeongea mzito. Nasema shetani anakujanga, nimetumia mfano, anakujanga na tunaona sindano ile daktari anakuanga nayo ikiwa na dawa. So huwa anapeleka pole, analeta kamoja, anaangusha. So hivyo ndivyo Rumi ilikuwa inafanya. So hapo bado ndio kuliletwa hali ya tulisema kuhusu msalaba. Si kama leo nimesikia ndugu mmoja amejua kanisa letu na nini na map, si ndio? Na kama ni huko kwingine haungehitaji kutaka kujua sana, kwa sababu utaangalia nini? Kuna muda wa kanisa na pale juu utaona kitu imewezekwa hapo ambayo inakaa hivyo, si ndio? So hapo ndipo ililetwa. Na tukikuja kufika Dark Ages,
utakuja kuona sasa vile ilikuja ikatransformiwa na ikakuwa kitu ya kukubalika katika kanisa. So let me pass by there, niseme ya kwamba hapo tulisema ya kwamba kuna kitu kingine ililetwa, na nikaambia watu hapa, nikawaambia kwamba ukienda uingie, nani anawahi ingia kanisa ya Kirumi? Nani anataka nimuulize swali kuhusu hiyo kanisa? Nimeona watu. Biko. Ukiingia kwa hiyo kanisa pale nyuma, observe ukaona what happens there? Pale nyuma. Haya, wacha kanisa. Pale tu kwa ukuta. Ingia tu kwa mlango. Hiyo ile hapo kwa ukuta. Kuna kabeshe kana kuanga hapo na kwa panatumaji. Na mtu akikuja akiwa huko anakuja anaingia, anauza maji, anafanya aje? Alafu anaingia, si ndio? So, hiyo ilikuwa one way ya, lakini wale ambao waliweza kukuja, kuna kitu mnasikianga inaitwa reformation. Si mnakumbuka mtu mmoja sana anaitwa katika historia anaitwa Martin Luther King. Anajulikana sana kwa reforms kwa sababu alikuwa wa kwanza ambaye alikataana sana na Warumi. So one of the things zilikuwa hizo, kwa sababu hiyo ni kitu inaonekana uwazi, ni kitu ya kuabudu sanamu. So the reformers wakati walienda walibeba kitu kimoja walitoa huko. So leo wao hawaingii pale wanauza maji. Na nikawapea mfano last time. Nikamwambia sasa leo ni hali ya mafuta matakatifu. Si unasikianga? Nete huyo ndiye akona anointing yangu. Na ukienda pale unataka hali ya kuguze akiomba. Kwa sababu unaamini ya kwamba mambo mazuri yatafanya nini? Yatafanyika. Iliingiziwa hapa hii wakati the second century. Kuna kitu kingine ilikuwa inaitwa invocation of saints. Hiyo ni hali ya kufanya watu watakatifu na hufanya watakatifu wakishaondoka katika dunia. Na nikawapea mfano wa mmoja ambaye ako on the process ya kufanya mtakatifu hapa kwetu Kenya. Anaitwa Nyaga. Umaisikia huyo? Si ako ni Wanyeri. So upon the process, kanisa la Kirumi liko on the process ya kumfanya mtakatifu. Lakini aliaga zamani. Lakini hili kanisa limekuja kufanya watu waamini ya kwamba watu wakiaga bado wako na wako na nguvu za kufanyia watu mambo. Hiyo ingine ilikuwa immortality of souls. Si hiyo inaungana na hiyo? Kwa sababu walikuwa wanaamini ya kwamba, na nikawaambia tukiwa watoto tulikuwa tunaimba hiyo wimbo. Ate? Maradoro wa Saitani, makurura Kinyamigogwe. Na tukiwa watoto nikawaambia, mimi nilikuwa naogopa sana. Sikuwa nataka kuijua hiyo wimbo. Na nilikuwa nikiimagine kumbe mtu akikufa akiwa mwenye dhambi, hiyo presa anaenda si mzuri. Sinaona hiyo kitu tulikuanga we get so indoctrinated. Na unaambiwa ya kwamba ukiaga haujaenda kaburini, umeenda katika another life, si ndio? Hiyo ndio ilikuwa inafunzwa wakati huo. Also, kwa hiyo century, the second century, ndipo kuliletwa the Sunday sun worship. Si leo dunia karibu yote, si karibu yote, simeweza kukubali hali ya uabudu katika siku ya Jumapili, si ndio? Kuna vile imeunganishwa na hali ya uabudu wa jua. Hiyo tutakuja kuona pia hapa mbeleni. Hapa tulikuwa tunaona entry point, si ndio? So, leo nilikuwa nataka, naona time yangu imeenda vizuri sana. Hizo unaona hapo, tutakuja kuziona tu. Ni baina ya vitabu ambazo unaweza zipata na upate habari nyingi sana, na ukizitaka unicall, nitakupea hizo vitabu kwa sababu siku hizi wameziondoa. Na nawaambia kwamba kile ambacho mlihubiriwa mshike vizuri, kwa sababu in some time to come haya mambo hayatakuwa yanapatikana isipokuwa mwenye amejiwekea, si ndio?
kwa sababu ukienda vitabu kama hizi leo hii hazipatikani. Zilikuwa zinapatikana kwa internet kwa urahisi sana, lakini leo hazipatikani. Walishazitoa kwa sababu zina expose. Kuna kitu wanafanyanga na inafanyanga katika vitabu inaitwa edition. Tunasikianga uende usome kitabu fulani 10th edition, mwingine anakuambia uende usome kitabu fulani 9th edition, si ndio? Juu hiyo kitabu ikiandikwa after some years inakuja kufanyiwa edit kwa zile vitu mwandishi pengine alikuwa amekosea hapa na pa. So that's what is done. So the 3rd century, hapa ndipo tunakuja kupata sasa makanisa ikiinuka. 3rd century tunaongelea mwaka gani? Kutoka mwaka wa 200 AD, miaka 200 tangu kupaa kwa Mwokozi kwenda hadi karibu miaka ya 300 hadi kuondoka kwa Masihi. Sasa hapo ndipo tunaanza kuona ukianza kuinuka makanisa mengi, other sects. Sects ni watu wanajiset apart, wanaenda na kitu fulani na kanakuwa hiyo ndio base yao ya imani. Hapo ndipo ilianza. Na another thing yenye iliweza kufanyika hapa I think ni perfect timing. Mmesikia hiki tunaitwa Lent? Hidalea yenyerekea. Na hidalea Ash Wednesday. Si mmekuwa mkiona hata ikitangazwa katika vyombo vya habari. Pia hiyo ilikuja katika this century. Iliweza kuingilia hapa. Na iko na mabadiliko mengi sana iliweza kufanyika kwa sababu si kama saa hii najua katika matangazo yetu tutaweza kupewa habari za Lord's Supper, si ndio? Zamani zile hata hiyo kanisa ya Rumi ambayo unasikia walikuwa wakiobserve mambo yote ambayo yamenenwa katika maandiko na walikuwa wakiconsult kutoka kwa wana wa Israeli. Bwana apewe sifa. Amen. Si hata sisi hatutumii hii kalenda ambayo tuko nayo leo kujua ni siku gani ambayo ni siku ya Lord's Supper, si ndio? So hapa hiyo kitu naisikia ikiitwa Lent inakuanga imewekwa 40 days prior to Easter. Hiyo ndivyo iko leo. 40 days prior to Easter. Before tufike Easter inakuanga 40 days. Na inakuanga imewekwa hivi. Ukienda usome hiyo kitabu nimekuonyesha hapa inaitwa Catechism of the Catholic Church. Inasemanga ya kwamba the 40 days ni siku ambazo Mwokozi wetu alikaa hapa duniani kabla ya kufanya nini? Unasikia mahali nakuja inaingizwa 40 days. But ukirudi katika historia, usome historia ya Lent, utasikia kwamba at some point ilikuwa observed few days, just few days, si 40 days, few days prior to Easter. Hapa ndipo ilianzia. Wakakuja wakachange, ikakuwa extended. Ikaenda 3 weeks prior to Easter. Again wakaedit, ikakuwa vile iko leo. Sasa ni 40 days. So, si unaona hali ya giza vile inaendaga ikipelekwa pole. Kwa sababu hapo waliweza kupata kitu moja, this is what happens. Wanachukuanga Biblia, wanaangalia perfect timing ya kitu fulani. Si unaona kama hapo wanajua ati kutoka Mwokozi wetu kutoka kufufuka kwake hadi kupaa ni siku 40. Wanakuja wanaingiza hapo. Wanasema sasa hapo ndio tunakumbuka hizo siku 40. Hiyo iliingiziwa hapo. As we progress tukikuja kufika Dark Ages tutakuja kuona the progression ya that doctrine. Another thing yenye iliweza kuendelea sana ilikuwa purification of dead people before participation of joys of heaven. Mnakumbuka kitu niliwaambia hapa ya memorial services?
Watu wa Ruiru, hamjambo? Hatujambo. Si niliwaambia kuhusu memorial services? Yes. Na nikamwambia ya kwamba mambo haya these days, sorry to say, maybe because of a lack of knowledge, imeanza kuingia wapi? Kanisani. Imeanza kukua ya sisi tuko na services za kuweza kukumbuka watu ambao wameweza kutuacha. Na hata mwenye anafikiriaga hivyo hakuaje anafikiria vibaya, sivyo? But the implication on the other side inakuanga very questionable na very wrong, sivyo? So hapa kuna hiki tunasikia ni purification of the dead people, kwa sababu walianza kuhubiri hivi ya kwamba, si umesikia hapo mbeleni walikuwa wamehubiri ya kwamba mtu akiaga anaendaga in another world, sivyo? Sasa wakaanza kusema ya kwamba mtu akiaga akiwa mzuri anaendaga wapi? Mbinguni. Na anaanza tunasikia ana join others in the joy of heaven. Na hapo ndipo misemo ikaanza kutoka katika dunia. Na nikawaambia we find ourselves tumekapchaliwa hapo. Nasikia sijui tunajua ameenda kudance na angels. Ana dance na angels. Hatutamsahau. Si unaona vitu zinanenangwa hivyo pole pole. What are you saying? Angels wako wapi? Mbinguni. So umeweza kushikwa na mafunzo haya chafu ambayo yaliweza kukuja na kuonyesha watu ya kwamba mtu akiaga, na hapo ndipo kanisa ilikuja ikafunguliwa. So nakumbuka ameondoa repentance. So watu wa sasa wakaachiliwa. Ndiposa utapata mtu huku nje ni mtu wa kawaida, lakini bado ni mtu wa kanisa. So na wakaambiwa ya kwamba mkikuwa na mtu wenu na akiwa alikuwa mtu mbaya, si mtu mbaya anajulikananga, lakini umewahi jiuliza kwa nini umewahi enda mazishi ya mtu mbaya, hata mwizi, ukasikia watu wakisema tunajua huyu alikuwa mwizi na tunajua siku ya ufufuo huyu hatafanya nini? Umewahi sikia? Unasikia watu wakisema aje? Unajua huyu alikuwa mwizi, lakini unasikia mtu amesimama anasema hapo ubaya nini? Hata siku za mwisho ni kama alikuwa anajua anafanya nini? Anaenda. Sijui kama unaona the glory yenye inakuja kupewa sasa huyo mtu. But it's behind this doctrine, kwa sababu aliambiwa ya kwamba mkikuwa na mtu wenu ambaye ni mbaya, mtahitaji tu kufanya hii dhabihu. Hii inaitwa ya purification of the dead. So kuna kiasi cha pesa ambacho kilikuwa kikipelekwa kanisani, na unaambiwa ya kwamba huyu kiongozi ataweza kumuombea, na kama alikuwa mbaya sana, ujue hivyo ndivyo kiwango yako ya pesa ya kupeleka inakuwa kubwa, kwa sababu waliambiwa ya kwamba na ukisoma itakwambia ya kwamba imeaminika ya kwamba akiaga anaendaga mahali panaitwa purgatory. Mwaisikia hapo kuna itangu alipo. Lipo ni kikaga. Unaambiwa kwamba mtu anateswa sana huko. Kama ulikuwa mbaya ukiwa duniani unateswa vibaya. Lakini sasa Father akikuja akiomba ako na nguvu ya kukutoa wapi? Kule. Uweze kuvutishwa kupelekwa mpaka ule upande mwingine ufike kwa malaika. Kwa malaika. Hapa ndipo hiyo misemo ilitoka ya kwamba sasa ameonekana akidansi na nini? Na angels. So purification of dead people. Nikifika hapo kuna kitu nasemanga ya kwamba ukiaga na ukienda usome the Home Bible Instructor, kuna lesson iko hapo inaitwa the immediate state. Umeshika hiyo? The immediate state ni kiaga unakuanga katika hali gani? Ukiaga ukiwa mbaya, mafunzo ya Biblia inafunza aje? Utaamka ukiwa mzuri. Na ukiaga ukiwa mzuri bado. Na kuna mzee alikuwa anatuuliza, unaweza lala na gambo kesho asubuhi uamke bila?
I think watu wengi hawawezi lala kwao hiyo siku. Ndio atasema huku kuna maji. Nililala na jambo. Nikiamka asubuhi sikuwa na kuna watu wanatoa watu viatu huko. Si ni ukweli? Kwa sababu the state ambayo umelala katika hiyo ndio mtu akati. So haya alikuwa ni mafunzo ya uongo ya kwamba ukiaga unafanya nini? So the memorial services na mambo zingine kama niliwaambia pia kuhusu candle lightings. Niliwaambia kuhusu hiyo. Yes. Kwamba watu wanaendanga kama aliaga na miaka sijui 70. Watu wanaenda na candles gapi? 70. Wanaakisha. Na zinawekwa hivyo. Si unaona hiyo hizo mambo zenye huwa zinafanywa. Zilitoka hapo kwa sababu they believe that utakuwa purified hata kama ulikuwa mbaya, na siku ya kurudi kwa Masihi utakuwa umekwisha kukua mzuri. Sijui kama unaendelea kuona what happened, because in our next session tutakuja kuona we are very almost kufika tamati na mahali ambapo tunaenda, na I believe tutaingia next session, tutaweza kuingia. Siniwaambia go research more about dark ages. Kwa sababu hapo ndipo tunakuja kuingia, kwa sababu hapa ujue bado kanisa na serikali zinapambana. Lakini wakati tulifika dark ages, hapo sasa kanisa ikafanya nini? Ikazimwa kabisa. Itakuwa overpower na serikali itakuwa take over. Kwa sababu the next century ambayo tunaenda, utasikia kwamba serikali, watu wamoja ambao walikuwa emperors, mmoja wao ni Constantine. Tunasikianga sifa za Emperor Constantine. Na huyo ndio katika historia amenenwa zaidi kuhusu kubadilisha sabato. Na mjue bado itakuja kufanyika in the next century, kwa sababu kikao cha kwanza kilikuwa mwaka wa 321 AD. Wala ni heo bosi. Amen. Hiyo ndio waiguo hihi nawe hihi. Sisi tumenenwa kuhusu kuharibu sabato. Sijui siku utajipata pamoja na watu kama hao, sijui itakuwa. Si ni vizuri tushike Kenya sisi tumeshika vizuri. Kama ni kushika, tushike vizuri. Kama ni kuachilia, tuachilie. So, nataka kuachia hapo. Niseme ya kwamba ni kama hivyo nimesema. In our next session, we will get more detail, kwa sababu I believe tutaweza kuingia dark ages darasa ambalo linakuja, na tukifika hapo ndipo tutakuja kuona hao ambao waliweza kuoverpower kanisa, na itakuwa sasa kanisa haisikikani. Hiyo nyakati inaitwa dark ages, ni kumaanisha hakuna kitu ya kanisa inasikika. Kanisa imekuwa imefungiwa kabisa. Na from there tutakuja sasa tukimaliza kuja tuingie Revelation chapter 17. Bwana awabariki sana. Amen. Na wapendee mema. Naamini ya kwamba tutakuwa na nafasi ya kuendelea zaidi hapa, na Bwana awabariki. Amen. Pole.